Naam, habari, mimi naitwa Michael Malue, maarufu kama Captain. Naitwa Captain Mike. Ningependa kumzungumzia Ali Elia Mkongwe kama brother. Ali ni kama brother kwa sababu amenipokea mimi nikiwa kazini. Wakati naingia ITV mwaka 99 nilimkuta Ali pale akiwa ni Mkongwe kama jina lake lilivyo. Nimeshafanya kazi kwa muda mrefu na mimi niliingia pale, lakini wakati ninaanza kujoin na ITV mimi niliingia kama kwa upande wa East Africa Radio kile cha 105, na baadaye nikajiunga pia na ITV kwenye tamasha la michezo mwaka huo kipindi cha Disemba. Na nilivyoanza producer wangu wa kwanza alikuwa anaitwa Godfrey Nado. Baadaye Nado aliondoka kwenda kwenye masomo, nikakabidhiwa kipindi, na nilipokabidhiwa kipindi editor wangu alikuwa ni Ali Mkongwe mwaka 2002 kama sikosei. So tulianza kufanya kazi na Ali kwa muda huo kwa karibu zaidi, akiwa ni visual editor wa kipindi cha tamasha la michezo. Tumesafiri sana, tumecheza mpira pamoja katika timu ya ITV, lakini katika timu za mtaani. Ni mtu ambaye anapenda kazi, yaani kwenye kazi ni mtu ambaye ana priority zake kwenye kazi, lakini ni mtu ambaye pia ana masiara mengi sana, ni mtu ambaye anapenda utani sana. Ni mtu ambaye unaweza kusema ni mgomvi, lakini ni mtu ambaye ni mchokozi, yaani yule ni mtu ambaye hapendi kuonewa na hapendi kuona mtu anaonewa. Kwa hiyo hata ukiwa katika mpira, kwa wale ambao tumecheza naye mpira, waamuzi wanamfahamu vizuri sana Ali Mkongwe. Na wakati tuna baadhi ya waamuzi wakiwa labda hata mpira hujaanza, wanamuita Ali Mkongwe, anampa kwanza kadi ya njano, alafu anamwambia sasa tucheze mpira, kwa sababu ya kufia ile hali ya Ali ambapo huwa anakuwa kwa mbabe kidogo, lakini ni mtu ambaye ana roho nzuri sana. Katika kazi mimi alinifundisha vitu vingi sana, hasa katika edit program. Kipindi kile tunatumia beta, tulikuwa tunafanya hivyo. Na hata nilivyoondoka ITV, nakumbuka nilimwambia Ali mimi naondoka. Akaniuliza umepata kazi wapi? Nikamwambia sijapata kazi ila naondoka. Akaniambia kwa nini unaondoka? Nikamwambia nafikiri riziki yangu hapa imefikia mwisho. Akaniambia usiache kazi. Nikamwambia hapana, kama riziki imeandikwa itakuwepo. Kama riziki imeandikwa ni kukosa, basi itakuwa ni katika fungu la kukosa. Akaniambia sawa kama umeamua hivyo. Na baadaye mimi niliondoka, nikamwachia yeye kipindi cha tamasha, akawa anafanya yeye pamoja na presenters wengine. Kwa akifanya pia tamasha la mchezo kwa muda mrefu. Baadaye tulikuja tukakutana hapa Azam TV mwaka 2015. Tuliingia wote hapa na tukajikuta tena tumekutana, japo sasa tuko katika department mbili tofauti, yeye akiwa production, mimi nikiwa sports, lakini bado tuliendelea kufanya kazi kwa pamoja, kwa maana ya kushirikishana katika mambo mengi. Nakumbuka Ali alikuwa hapendi basketball, lakini kipindi kile kwa sababu anafanya tamasha ya michezo ilibidi aipende basketball, ilibidi aijue. Kwa hata nilipokuja kwa producer akajikuta kwamba tayari na yeye inabidi aende kwenye ile show ambayo mimi nilikuwa nakwenda naye. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tulikuwa tukibadilishana mawazo, lakini pia tukiambiana ukweli pamoja na masiara na utani, lakini tulikuwa tukiambiana ukweli. Kwa watu ambao wamekaa naye kwa karibu hapa ITV, pia wanaanza kumfahamu, lakini pia hata walivyotoka wengine tukaja Azam, watakuwa wameweza kumuelewa. Sasa mimi naambia inawezekana watu kumfahamu Ali kipindi hicho na watu ambao wamemfahamu Ali kwa kipindi hiki cha hapa, unaweza kusema labda ipo tofauti kidogo. Anaweza kuwa tofauti, wanasema kuna yule Ali akiwa kijana, alafu kuna Ali ambaye akiwa tayari kashakuwa mtu mzima. Kwa hiyo unaweza ukaangalia katika mtazamo huu, na ndio maana unaweza kuona watu wengi, watu wa mpira ambao wanafahamu Ali, ambao wameweza kuishi na Ali, lakini
itabaki kwenye kumbukumbu kwamba ni mtu ambaye alikuwa anapenda sana mchezo kwa maana ya football na mchezo mwingine, lakini pia alikuwa ni mtu anasema kweli, hakuogopi wala haogopi, na watu wengi wanafahamu hiyo. Lakini pia ukimzingua, yani hapendi majungu. Kwa hiyo ni mtu ambaye ukimletea majungu anakuchana, anakupa life hapo hapo. Kwa hiyo mimi nitamwenzi sana Harry kwa kukumbuka yale yote ambayo tumefanya toka tulipotoka. Tumesafiri katika matukio mengi sana ambayo nikiyakumbuka huwa nacheka, na hata wengine wameshapata kuhadithiwa na yeye namna gani ambavyo tulishawahi kusafiri kwenda Arusha. Mpaka tunafika Arusha tulitumia magari karibu 5 kutoka Dar es Salaam kufika Arusha kwenye mechi ya Tanzania na Ngorongoro. Hii ni moja kati ya mechi ambayo siwezi kuisahau. Daraja lilikuwa limevunjika, lakini tulitoka Dar es Salaam kufika Arusha kwa kutumia usafiri wa mabasi karibu 5. Tuliingia saa 8 usiku na mvua kubwa. Pumzika kwa amani sana, rafiki yangu brother Harry Mpongo.